Karibu sana katika sura hii ya 11, mtumishi wa Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Jina la Mungu liweze kuhimidiwa kila wakati kwa sababu limetupatia fursa tena. Ni Mungu tu ndiye ambaye anatupatia fursa hii tena ya kuendelea kujifunza neno lake. Katika kitabu hiki cha Mwanzo tuko katika sura hii ya 11. Kama unafuatilia vizuri mlolongo mzima wa kitabu hiki cha Mwanzo, utaona kwanza tulianza na uumbaji wa Mungu, tukaondoka katika uumbaji wa Mungu tukaenda mpaka katika gharika, na gharika ikapita, Nuhu akafa, watoto wake wakiwa sasa wako nje ya gharika wakatawanyika na kuanza kuunda mataifa mbalimbali. Na sasa tukaishia pale, na mlolongo huu mzuri katika Biblia unaendeleza sasa ni nini kilichoendelea baada sasa ya mataifa sasa kuongezeka. Watoto wa Nuhu wamezaana na mataifa yamepatikana. Ni nini ambacho kinaendelea? Sura ya 11 ya kitabu cha Mwanzo inatupa ufunuo mbali. Karibu sasa katika sura hii ya 11 ya kitabu cha Mwanzo ili tuweze kufahamu mwendelezo wa historia ya ulimwengu kwa mujibu wa Biblia. Bana, hii ni channel ya Mungu Tumaini na nikukaribishe sana. Kama wewe ni mgeni, basi bonyeza neno subscribe liko chini ya video hii ili uweze kupata somo hili kwa ujumla wake, uweze kujifunza Biblia kila wakati na sura mbalimbali tutakazokuwa tunakuletea hapa. Okay, kitu kingine nikukumbushe tu kwamba msikilizaji, hebu usipitie masomo haya na kuyasikiliza kama unasikiliza simulizi tu au hadithi mbalimbali. Hebu jidhatiti kabisa kwamba unahitaji kulijua neno la Mungu na unahitaji kuyaishi maisha halisi ambayo Mwenyezi Mungu anatuasa sisi kuweza kuyaishi. Kwa sababu haitakuwa na faida yoyote kama utabaki kusikia tu lakini usijifunze chochote, na kujifunza peke yake kufahamu sio issue bado. Unapaswa kufanya maamuzi ya kuishi maisha ya kumcha Mungu. Uwe ni kijana, uwe ni mzee, uwe ni mtoto, hakuna umri ambao haupaswi kumcha Mungu. Kufanya ibada, kutoa sadaka, kutii amri za Mungu, na maisha mengine yote ambayo Mungu anayaelekeza, ambapo yote katika yote anasema ni upendo. Kumpenda sana Mungu lakini na kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Hayo ndio maisha ya kiungu ambayo Mungu anatufundisha sisi kuyaishi. Msikilizaji, narudia tena, masomo haya usiyasikilize kama unasikiliza simulizi na kuyaacha tu hapo. Yasikilize lakini ukiwa na moyo wa dhati kabisa wa kusema ninahitaji kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Ndiyo sababu kuu ya hii channel. Hii channel haikuanzishwa ili tusikie tu, pengine tufahamu tu Biblia basi. Hapana. Ni kubadilisha mioyo na kuamua kuishi maisha halisi yanayompendeza Mungu. Ndiyo sababu ya channel hii kuwepo hapa. Basi tuweze kuomba ili tuweze kusoma somo hili la leo la sura ya 11. Asante sana Mungu wetu kwa kutupatia nafasi hii tena. Mimi pamoja na msikilizaji tunafurahi sana kuwa nasi. Tunafurahi sana wewe kuwa pamoja nasi katika wakati huu kwa kutupatia nafasi hii ili tuweze kusoma Biblia na kujifunza neno lako kwa mara nyingine. Asante sana Muumba wetu. Lakini Mungu Baba, haitakuwa vizuri kama tutaendelea na somo wakati kuna watu ambao wana matatizo. Kwanza, mtu mwenye matatizo na kuomba Mungu uweze kumfariji kwa namna ya kipekee. Lakini kuna mtu anahitaji ana matatizo ambayo yanahitaji kuguswa moja kwa moja. Matatizo ya kifedha na matatizo mengine mengi. Kuna watu wamefiwa humu, kuna watu wamepoteza mali, kuna watu wana magonjwa ya kutisha. Mungu wangu, katika namna ya pekee kabisa, mguse kila mtu mwenye tatizo lake. Mwenye maradhi mguse na kumwondolea maradhi yake kwa jina la Yesu Kristo. Mwenye matatizo ya kufiwa mfariji, kwa sababu wewe ndiwe faraja ya pekee. Hakuna faraja kubwa kama wewe. Hakuna faraja ya kudumu zaidi ya faraja itokayo kwako. Mguse kwa namna ya pekee. Kuna mtu ana mahali panamuuma, paguse kwa jina la Yesu Kristo. Ng'oa ugonjwa ambao unaomsumbua mtu huyo. Ondoa kabisa mbali mtu awe huru, apate kulisikia tena neno lako. Aseme ninahitaji tena kuingia kanisani kwa mara nyingine. Kwa hivyo mpe uhai tena, mpe afya njema tena ili aweze kukutukuza. Kwa namna pekee
Wewe ndio unayejua matatizo ya watu wako. Mguse kila mmoja kwa namna ya pekee. Kuna mwingine yeye ana matatizo tu ya kiroho. Yaani anasumbuliwa tu na mapepo wachafu, anasumbuliwa na roho za kibezimu, anasumbuliwa na matatizo mbalimbali tu ya kiroho, ili mradi asiwe na raha tu. Huyu mtu mguse kwa namna ya pekee sana. Kwa jina la Yesu Kristo ninatuma maombi haya kwa msikilizaji, na atakayeamini aseme amina. Basi karibu sana msikilizaji, uwe nasi tusome sura hii ya 11. Tutaenda kwa haraka kidogo msikilizaji, kwa sababu Roho wa Mungu amenielekeza kwamba niweze kutoa ombi la kuombea wasikilizaji kwanza. Sasa twende kwa haraka ili tusije tukafeli kumaliza sura yetu hii ya 11. Karibu sana. Sura ya 11 mstari wa kwanza na kuendelea. Mstari wa kwanza unaanza kwa kusema, nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari, wakakaa huko. Wakaambiana, haya, na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya, na tujijengee mji na mnara, na kilele chake kifike mbinguni. Tujifanyie jina, ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Haya, na tushuke huko tuwachafulie usemi wao, ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Basi Bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote, wakaacha kuujenga ule mji. Kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Babeli, maana hapo ndipo Bwana alipoichafua lugha ya dunia yote, na kutoka huko Bwana akawatawanya waende usoni pa nchi yote. Hivi ndivyo vizazi vya Shemu. Shemu alikuwa mtu wa miaka 100, akamzaa Arfaksadi miaka 2 baada ya gharika. Shemu akaishi baada ya kumzaa Arfaksadi miaka 500, akazaa wana waume na wake. Arfaksadi akaishi miaka 85, akamzaa Sela. Arfaksadi akaishi baada ya kumzaa Sela miaka 403, akazaa wana waume na wake. Sela akaishi miaka 30, akamzaa Eberi. Sela akaishi baada ya kumzaa Eberi miaka 403, akazaa wana waume na wake. Eberi akaishi miaka 34, akamzaa Pelegi. Eberi akaishi baada ya kumzaa Pelegi miaka 430, akazaa wana waume na wake. Pelegi akaishi miaka 30, akamzaa Reu. Pelegi akaishi baada ya kumzaa Reu miaka 209, akazaa wana waume na wake. Na Reu akaishi miaka 32, akamzaa Serugi. Reu akaishi baada ya kumzaa Serugi miaka 207, akazaa wana waume na wake. Serugi akaishi miaka 30, akamzaa Nohari. Serugi akaishi baada ya kumzaa Nohari miaka 200, akazaa wana waume na wake. Nahori akaishi miaka 29, akamzaa Tera. Nahori akaishi baada ya kumzaa Tera miaka 119, akazaa wana waume na wake. Tera akaishi miaka 70, akamzaa Abram. Na Nahori na Harani, wazawa wa Tera. Na hivi ndivyo vizazi vya Tera. Tera akamzaa Abram na Nahori na Harani. Harani akamzaa Lutu.
Harani akafa kabla ya baba yake Tera katika nchi aliyozaliwa, yaani katika Uru wa Wakaldayo. Abramu na Nahori wakajitwalia wake. Jina la mkewe Abramu aliitwa Sarai, na jina la mkewe Nahori aliitwa Milka binti Harani, ambaye alikuwa baba wa Milka na wa Isaka. Na Sarai alikuwa tasa, hakuwa na mtoto. Tera akamtwaa Abramu mwanawe na Lutu mwana wa Harani mwana wa wanawe mwana wa mwanawe na Sarai mkewe, mke wa Abramu mwanawe, wakatoka wote katika Uru wa Wakaldayo waende nchi ya Kanaani. Wakafika mpaka Harani, wakakaa huko. Siku za Tera zilikuwa miaka 205. Tera akafa katika Harani. Msikilizaji, hiyo ndio sura ya 11 ya kitabu cha Mwanzo. Tumeona maeneo makuu mawili. Eneo la kwanza ni kuhusu lugha ya dunia kubadilika. Kama ambavyo Biblia imeanza kwa kusema kwamba dunia ilikuwa na lugha moja, lakini walivyotaka kujenga mji pamoja na mnara ili wasitawanyike duniani, Mungu akasema na tushuke tuwachafulie usemi hawa, kwa sababu wanaongea lugha moja, ndio sababu wanaanza kupanga mipango ya hovyo. Mungu akashuka pale na kuzigawanya ndimi, na makabila yakaanza kutokea pale na lugha tofauti tofauti. Lakini baada ya pale walipotawanyika, baada ya kushindwa kuelewana, tunaona historia nyingine inayohusiana na kizazi kile kile cha Nuhu. Kizazi kile ambacho kilichoendelea mpaka kuja kumzaa baba wa imani Abraham. Tumeona vitu mbalimbali hapa kuhusu Abraham na baba zake hawa watatu. Na hivi vitu tumeviona, hatujaanza kuvichimba ndani kwa ndani sana ni nini kiliendelea, lakini sura ya 11 imetupa mwanga. Msikilizaji, endelea kwa pamoja na mimi ili tuweze kufahamu mambo mengi kuhusiana na historia ya dunia katika ulimwengu wa kiroho. Basi msikilizaji, kufikia hapo niseme kwamba tumefika mwisho wa sura yetu ya 11 ya kitabu cha Mwanzo, lakini tutaendelea na sura ya 12 mpaka pale ambapo tutakapofanikiwa kumaliza. Basi kufikia hapo hatuna la ziada. Nikutakie kila la heri na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae pamoja na sisi sote sasa na hata milele. Amina.